Amina. Tuzigeukie Biblia zetu. Amina. Tutafungua sehemu 3 za maandiko kwa neema ya Bwana. Atatujalia kwenda kwa haraka, maana ujumbe ni wa haraka, na atatujalia kwenda kwa haraka. Amina. Katika haya majira yaliyo katika tuliopewa kuishi. Amina. Biblia zetu tufungue Injili ya Mathayo mlango wa 12 na kifungu cha 38 hata 42, alafu kisha tutafungua Isaya 53, haina vifungu vingi yote, na mwisho tutamalizia na Isaya 43 kifungu cha kwanza hata cha 13. Basi tukipata hiyo Injili ya Mathayo mlango wa 12 na kifungu cha 38, tutainamisha vichwa vyetu kwa ajili ya neno la maombi. Injili ya Mathayo mlango wa 12 kifungu cha 38 hata 42. Tuinamishe vichwa vyetu kwa neno la maombi. Mpenzi Bwana Yesu, Mungu mkuu, Mungu mshindi juu ya maisha yetu Bwana, tunakubariki kwa asubuhi njema leo ambao umeachilia kwetu Bwana, si kwa jitihada zetu ziwao zote Bwana, bali kwa upendo wako mkamilifu Bwana. Wewe umetupa asubuhi hii ya kusifu na kuabudu. Mungu mwenye nguvu, haukutuumba tuilime ardhi, bali ulituumba tukuabudu wewe Bwana. Tunakushukuru kwa kuwa tulipatikana na haya kulima ardhi na masumbufu yote ya maisha na makaburi na chochote kwa ajili ya ukatili wa dhambi. Bwana Yesu, na tunakushukuru kwa kuwa bado unatuwazia. Kwa kuwa ulisema, ninayajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani, kuwapa tumaini katika siku za mwisho. Na katika siku hizi za mwisho Bwana, ulitujilia kwa damu yako ya thamani, ukatununua kwa damu yako Bwana, ukatuvuta Bwana katika ujumbe unaotaka wewe Bwana, sauti hii ya kurejeshwa katika Bwana njia iliyo sahihi. Tunakubariki Bwana kwa majaliwa haya. Tunayasalimisha maisha yetu kwako Bwana asubuhi njema ya leo. Sisi ni viumbe Bwana tunaopatikana na mauti, kwa kuwa tumebeba miili inayougua, miili inayokufa. Lakini ashukuriwe Bwana kwa kuwa Mungu mkuu ulituumba mara mbili Bwana. Tuna mwili usioharibika Bwana kutokana na upendo wako. Tunalibariki jina lako asubuhi njema ya leo. Ukatuvike huo saa zote Bwana wa kukuishia wewe, wa kukutukuza, wa kuyatenda mapenzi yako Bwana. Tuondoe njiani kabisa Bwana, hata mimi ambaye Bwana kura imeniangukia kunena Bwana, siwezi lolote isipokuwa wewe ndani yangu Bwana. Njoo uliishi neno lako mwenyewe juu ya maisha yetu Bwana. Tunahitaji kukuona wewe, hatuhitaji kuonana mmoja kwa mwingine, bali mkono wako wa nguvu ukatujilie Bwana, ukatiishe kila pepo, ukatiishe kila magonjwa, kila mauti inayotuzingira, kila mawazo tusitusi na giza, ukaliondoshe ndani ya maisha yetu Bwana. Tunahitaji kukuona wewe. Ondosha kila viti vya enzi vya bandia juu ya maisha yetu Bwana, ukatupe kiti chako cha enzi Bwana, cha kukuabudu na kukuinua. Tunakubariki Bwana, tunakutukuza Mungu wa thamani. Pita miongoni mwetu Bwana, ukaponye, ukauishe, ukawe jibu kwa kila swali, ukawe Bwana hatua moja ya ushindi Bwana maishani mwetu. Tunakubariki wewe Bwana Mungu mkuu, nasi mwisho wa ibada tutakuwa waaminifu kurudishia wewe sifa na utukufu. Asante Mungu mkuu, tunamruhusu Roho wako Bwana akashike hatamu ya maisha yetu
Bwana ukatukuzwe katika kila kona. Bwana ukatukuzwe maishani mwetu. Bwana ukatujaze na nguvu za kuendelea, nguvu za ushindi, nguvu za kusonga mbele, za kukuinua na kutukuza wewe. Jalia Bwana, kama vile Bwana Eliya alivyolala chini ya mretemu, hata ukamlisha chakula na ukamwambia kwa chakula hichi utatembea tena siku 40. Bwana ukajalie juu ya maisha yetu. Bwana tunakushukuru Bwana, ukatulishe na ile mana iliyofichwa ambayo ulituandalia Bwana kabla ya kuwekwa hata misingi ya ulimwengu. Libarikiwe jina lako Bwana. Jalia neno la kila mtu liwe uongo, neno lako lidumu kuwa kweli. Asante Mungu mkuu mwenye nguvu, Bwana Yesu Kristo. Tumeomba haya Bwana na kuyasihi kwako katika jina lako Mungu wa thamani, Bwana Yesu Kristo. Amina. Amen. Jina la Bwana Yesu na libarikiwe. Injili ya Mathayo mlango wa 12 na kifungu cha 38 hata 42. Hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu wakasema, Mwalimu, twataka kuona ishara kwako. Akajibu akawaambia, kizazi kibaya na cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo Mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, nao watawahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona. Malkia wa Kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu yeye alikuja kutoka pande za mwisho wa dunia ili asikie hekima ya Suleiman. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Suleiman. Isaya 53 kifungu cha 1. Amina. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Alionewa, lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake. Kama mwana kondoo apelekwaye machinjioni, na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa, na maisha yake ni nani atakayesimulia? Maana amekataliwa mbali na nchi ya walio hai. Alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu, wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake, ingawa hakutenda jeuri, wala hapakuwa na hila kinywani mwake.
lakini Bwana aliridhika kumchubua, amemhuzunisha. Utakapofanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa dhambi, ataona uzao wake, ataishi siku nyingi, na mapenzi ya Bwana yatafanikiwa mkononi mwake. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika. Kwa maarifa ya mtumishi wangu mwenye haki, atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atayachukua maovu yao. Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja nao walio hodari, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao. Walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Amen. Neno la mwisho, andiko la mwisho, Isaya 43. Amina. Kifungu cha kwanza hata cha 13. Lakini sasa Bwana aliyekuhuluku Yakobo, yeye aliyekuumba Israeli, asema hivi: usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, ewe wangu. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika moto, hutateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, Mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Nitaleta wazao wako toka mashariki, nitakukusanya toka magharibi. Nitaiambia kaskazi, toa, nayo kusi usizuie. Waleteni wana wangu kutoka mbali, na binti zangu kutoka miisho ya dunia. Kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu, mimi nimemuumba, naam, mimi nimemfanya. Walete vipofu walio na macho, na viziwi walio na masikio, na wakusanyike mataifa yote, kabila zote wakutanike. Ni nani miongoni mwao awezaye kuhubiri neno hili na kutuonyesha mambo ya zamani? Na walete mashahidi wao, wapate kuhesabiwa kuwa na haki, na wasikie wakaseme, ni kweli. Ninyi ni mashahidi wangu, asema Bwana, na mtumishi niliyemchagua, mpate kujua na kuniamini na kufahamu ya kuwa mimi ndiye. Kabla yangu hakuumbwa Mungu awaye yote, wala baada yangu mimi hakutakuwako mwingine. Mimi, naam, mimi ni Bwana, zaidi yangu mimi hapana Mwokozi. Nimetangaza habari, nimeokoa, nimeonyesha, na hapakuwa na Mungu wa kigeni kati yenu. Kwa sababu hiyo ninyi ni mashahidi wangu, asema Bwana, nami ni Mungu. Naam, tangu siku ya leo mimi ndiye, wala hapana awezaye kuokoa katika mkono wangu. Mimi nitatenda kazi, naye ni nani awezaye kuizuia? Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Tunaweza kuketi. Mungu aongeze baraka katika kusomwa kwa neno lake. Amina. Mkombozi wa nyakati zote. Amina. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amina. Tutaiangalia hiyo kwa sehemu. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Mkombozi wa nyakati zote, kichwa. Amina. Amen. Mkombozi wa nyakati zote.
Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Amina. Somo uwepo wa Mungu usiotambulika. Amina. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na uvuvio wetu Mungu akishughulikia moyo wa nchi. Amina. Amen. Mungu akishughulika na moyo wa nchi. Amina. 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 Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amina. Amina. Ndani ya moyo ndipo zipo chemchemi. Amina. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Uko vile ulivyo kwa nchi unayoishi. Amen. Amina. 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 Mtu atashiba. Amina. Amen. Matunda ya kinywa chake. Amina. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Matunda hutoka katika nchi. Amina. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu hakumlaani Adamu. Amina. Lakini nchi, ardhi ililaaniwa kwa ajili ya Adamu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na hapo ndipo kesi ilipo. Amina. Ukawa ukiishi vile unavyoishi kwa shida. Amina. Miiba ikazaliwa, ikamea. Haikuwa kwenye uumbaji, lakini nchi iliposhughulikiwa kutokana na kosa, ndipo mambo yakawa mambo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amina. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na hiyo ndiyo kesi ambayo ilimfanya Mungu kuacha mbingu kuja kwa ajili hiyo. Amina. Amen. Ili ashughulike na huo moyo wa nchi unaopokea wapenzi wetu, unaopokea mashitaka, unaopokea damu zisizo na hatia, unaopokea watu waliozika, walioharibu mimba, unaopokea wezi na wanyang'anyi. Amina. Unaopokea waliosogeza mashamba, unaopokea kila shitaka. Amen. Unapokea vitovu. Amina. Vya kila namna, ghasia zote, moyo wa nchi. Amina. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Na yeye alishughulika na huo siku tatu, mchana na usiku. Amina. Akishughulika na ile hati ya mashitaka kwa ajili yako na kwa ajili yangu, akauvunja ule muhuri na kulipa ile deni, ile adhabu iliyokugharimu uende wewe. Akakaa mahali pako na pangu. Amina. Akashughulika nayo, akasema ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Ni nani atakayewahukumia adhabu? Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amina. Amen. Jambo dogo tu, wazo dogo katika hii eneo la ukombozi, mkombozi wa nyakati zote. Amina. Hicho kipengele kidogo cha kushughulikiwa kwa moyo wa nchi. Amina. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amina. Amen. Ni jambo la ajabu jinsi gani. Amina. Mungu kuacha mbingu. Amina. Kwa hiyo uko hapa kwa majaliwa ya kipekee ajabu, kura ya pekee ajabu ambao ameiachilia kwako na kwangu, kwamba tukae uweponi mwake. Amina. Kwenye mbegu zilizoharibika ni nyingi. Amina. Lakini Mungu alipendezwa na wewe katika mamilioni yaliyopotea, akakuchagua wewe. Amina. Ashughulike na wewe, akawaacha wengi wenye bidii, wenye machozi, wenye kutubu kukuliko wewe. Amina. Amen. Wanaokesha. Amina. Amen. Wameitafuta njia hii kwa machozi na wakaikosa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sio wenye mbio wanaoshinda kwenye michezo. Akasema yule nitakaye kumrehemu
Kwa maana hiyo aliacha mbingu, si kwa ajili yeyote iwayo, bali kwa ajili ya wewe mpenzi wake. Amina. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Akapachukua mahali pako. Alitupenda tusiopendeka. Amina. Amen. Upendo una nguvu kuliko mauti. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikamana nacho, bali aliacha enzi, aliacha mamlaka, aliacha falme, akaja kukutafuta na kunitafuta. Amina. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kama Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku ndani ya tumbo la nyangumi, na Yona aliomba. Amin. Anashughulika na moyo wa nchi. Amina. Nchi ya Ninawi. Amina. Na tumesoma hapa kwamba Ninawi itasimama siku ile kwa sababu ilitubu kwa ajili ya mahubiri ya Yona. Amina. Amen. Ilikuwa ni mfano wa Kristo akishughulika na moyo wa nchi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ni ajabu ya jinsi gani! Angalia maombi ya kipekee kwenye moyo wa nchi. Amen. Amen. Tumbo la samaki, huyu nyangumi. Amina. Ameenda kwenye vilindi vya bahari. Amen. Halafu Yona anashughulika. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Hii safari ya Yona ilikuwa ya kipekee. Amina. Amen. Kwanza alikwepa. Amina. Bwana, ikiwezekana kikombe hiki, lakini si nitakavyo, bali mapenzi yako ya. Amina. Kama ungepewa wakati wa kuchagua, usingechagua njia hii. Amina. Amen. Wala usingechagua ujumbe huu, maana haupendezi. Amina. Hamna jengo linalofaa kukupendeza wewe likuvutie. Hatuna vinanda vizuri. Amina. Hatuna watu wengi. Amen. Amina. Hili si kokoro, hii ni ndoana. Amina. Amen. Ni njia ya wachache wa Bwana. Amina. Amen. Ambao wenye akili, wenye fahamu wa dunia hii walipotezwa. Amina. Amen. Aliweka njia ya ajabu. Paulo akasema ile njia ambayo ninyi mwaita uzushi, hiyo ndio njia ambayo mimi namwabudu nayo Bwana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Uzushi ni jambo lisiloaminika, lakini ni la kweli. Amen. Amen. Ndio Mungu aliwaundia watakatifu wake, aliwaundia wachache, akasema ni wa mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko. Watu hawakumpenda. Amen. Wala hawamtamani. Amina. Amen. Akasema nuru imekuja duniani na watu wamependa giza kuliko nuru. Amen. Amina. Hawataki jambo la kweli, wanataka mazigazi, wanataka mambo ya kujipumbaza. Lakini ashukuriwe Mungu, maana alichagua kurai wangu kie watoto wachanga wasiojua kushoto wala kulia. Amen. Akasema mimi nimekuja ili wale wanaona wawe vipofu na wale walio vipofu waone. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Akasema walete vipofu walio na macho na viwete wenye miguu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kumbe wako vipofu na hawana macho. Amina. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Hao Mungu hana habari na wao. Wako viwete wasio na miguu. Amina. Mungu hana habari na wao, maana wamekufa mara 2. Ashukuriwe Bwana aliyekuacha wewe na mimi. Amina. Kuishi kumwabudu. Amen. Alikuona kabla hata ya kuwekwa
lisije ulimwengu, uitwe kwa jina lake. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Sio wenye akili, la. Amen. Sio wenye nguvu, sio wenye elimu ambao waliitwa kwa njia hii. Mungu aliyachagua mambo manyonge ya dunia hii ili yaaibishe yenye nguvu. Amen. Vile vitu vinavyozaniwa kuwa haviko, amina, Mungu ndio alivitumia, amina, kuangusha wenye nguvu. Mungu alimtumia Daudi kumwangusha Goliati, amina. Goliati alikuwa jitu, amina, jitu la miraba, amen, amina. Akachagua kiumbe kidogo, amina. Daudi alikuwa mororo mwekundu, amina. Alipoenda, amen, akasema unanijilia mimi, amina, mimi nitakukamata na nitakutupa uliwe na kunguru, amina. Akasema mimi, amina, wewe unanijilia kwa mkuki, amina, na upanga, lakini nakujilia kwa jina la Bwana Mungu aliye hai, unayewatukana, amina. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sisi hatuna mengi, la, amina. Tunajua jambo moja tu, amina, amen. Yuko Mungu aliye hai, anaishi ndani yangu, anayetenda mambo miongoni mwetu. Jina la Bwana Yesu na libarikiwe. Amina, amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina, amina. Kizazi hiki kibaya na cha zinaa cha tafuta ishara hakitapewa. Amen. Amina. Yani Mungu hana vitu vya kuchezea. Amina. Amen. Wakati tajiri analia, amen, anatubu, amina, kwenye kile kiwango cha 5, amina, anasema eti huku kule nimeacha ndugu 7. Maana hii hali huku navyoiona ni mbaya. Tuma mtu, Bwana nakusii, tuma mtu akawasia ndugu zangu wasije huku, amina. Maana hali ya huku sio nzuri, amina. Akamwambia mpendwa wako, wapendwa kule, wale wanyonge wasipowasikia wao, hata aje mtu kutoka huku hawatamsikia. Amina. Unafikiri Mungu ni wa namna gani? Amina. Unamtarajia aje katika njia gani? Amina. Atakuja kwa njia nyonge, amina, siku zote kwako, amina. Na atatumia jambo usilolitarajia, atatumia mtu usiye mtarajia, amina, amen. Wakati mwingine hakuingii, amina, yani haumpendi sana, amen, lakini ndio Mungu amejaa, amina. Wakati Ahabu ameisha pangiwa faili, amina, akwera Mothigeleadi akafe, amina, kabineti imekaa mbinguni, kila kitu kiko mezani, pepo amejihudhurisha mbele za Bwana, amesema mimi nitakwenda, amina. Unajua nifanyeje? Alitumia manabii wapokea baraka, pokea nyumba, umebarikiwa, mwaka wa imani, amina, mwaka wa kustawi, amen, pokea, amina. Akapewa vitu Ahabu, akavimba kichwa, amina. Kumbe mambo yameharibika, amina, mambo yameharibika, amen.
Amina. Mpaka Mungu anapoleta kweli, kweli inapita tu juu kama manyoya ya bata. Amina. Kwa Ahabu. Amina. Hasikii tena. Amina. Amina. Tena anasema, nilikwambiaje ndugu? Si nilikwambia? Anamwambia amina. Yehoshafati, ndugu, nilikwambia. Huyu ndugu huyu alishaanguka zamani. Amina. Alibashiri, asemi alitabiri, anasema alibashiri. Amina. Alibashiri mema, yani amemfanya nabii mganga. Amina. Ametoka kwenye, amemtoa hudumani. Amina. Amina. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amina. Yeye ni mwema, anakuwazia, anakujua, alijua hautapendwa. Amina. Amina. Anajua unawindwa. Amina. Lakini aliusemesha moyo wa nchi. Amina. Kwa ajili yako. Amina. Akasema, akatangulia kutabiri, akasema ni nani atakaye washtaki wateule wa Mungu? Amina. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Alitukomboa mwenyewe, aliuchukua udhaifu wetu. Amina. Alichukua masikitiko yako, alichukua adhabu yako. Amina. Alisema na moyo wa nchi. Amina. Kwa ajili yako. Amina. Alibeba kila hatia zako. Amina. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wakati wanakusengenya, alibeba hayo masengenyo yote, hizo shutuma zote, hivyo vikao vya siri. Amina. Alibeba. Amina. Akajitwika aibu yako yote, anayo yeye. Amina. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Alisema na hayo. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo adui zako wanapigana wakiwa wamechelewa. Amina. Kesi ziliisha katwa. Amina. Amen. Wewe uko uweponi mwa Bwana. Amina. Wakati wanawaza Mungu alimaliza. Amina. Wanashughulika na kiporo, chakula alisikililiwa. Amina. Amen. Mungu ni wahanisi, Mungu ni mkarimu, Mungu ni mwenye nguvu, Mungu ni mwenye kujali kuliko unavyojijali. Amina. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Anajali mno. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Alimwandalia Yona. Amina. Mahali pazuri pa maombi. Amina. Kwenye moyo wa nchi. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati Mungu anashughulika na wewe, anaweza kukupeleka kwenye kitanda cha mateso ili upate wakati wa kutafakari, upate wakati wa kuomba, upate wakati wa kulia. Labda ulikuwa unaigiza, upate kicho. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo maombi ya Yona hayakuwa ya kawaida. Amina. Mpaka nyangumi tumbo liligeuka, akamwachia. Amina. Akamtapika. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kristo alifanya maombi ndani ya moyo wa nchi mpaka yakaachia. Amina. Mauti ikaacha. Amina. Akaishi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ndivyo Mungu anavyotenda kwako na kwangu. Hakuna cha kukushikilia. Amina. Wewe ni wa milele. Anasema na nikupenda kwa upendo wa milele, ndio maana nitakuvuta kwa fadhili zangu. Mungu hakukupenda na upendo wa muda wala
majira wala nyakati, ni upendo wa milele. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amina. Wewe umefanyika kiumbe cha milele. Amina. Amen. Amina. Haulishwi na chakula cha muda. La. Maziwa, ndizi ni vyakula vya muda. Amina. Lakini yeye alikulisha na mana iliyofichwa. Amina. Isiyofanywa na kazi ya mikono, isiyofanywa na maarifa ya watu. Amina. Paulo akasema msikuhubiri Injili. Amina. Yenye kushawishi akili za watu, bali ilikuwa na dalili za Roho. Amina. Roho ndiyo itia uzima, mwili haufai kitu. Amina. Dunia ilipotuchukua hapo mwanzo katika mafundisho ya sharti na kanuni za imani, yalikuwa yakishawishi akili. Amina. Lakini ashukuriwe Mungu kwa kupasua kapazia la hekalu, hata akampeleka nabii na kuachilia ujumbe wa saa yako ili urudi kwenye msingi wa milele. Amina. Uondokane na mafundisho ya akili, uondokane na kanuni za imani, uondokane na mafundisho ya sharti. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amina. Uweze kumsikia Mungu. Amina. Akisema na wewe kwa halisi, akikunywesha maziwa yasiyogoshiwa. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mungu akishughulika na moyo wa nchi. Amina. Katika kiwango cha Luther, alimuinua Luther kutoka mafundisho ya Katoliki, akamwambia inuka. Amen. Amen. Mwenye haki wangu wataishi kwa imani. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Akamuinua John Wesley. Amina. Na utakaso. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Viwe vitakatifu vyombo vya Bwana. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Mwisho wa siku hizi akalifunua neno lote. Amina. Kazi kamilifu, kiwango cha 7. Amina. Ninyi mtakuwa kamilifu kama mimi Baba yenu nilivyo mkamilifu. Amina. Akakupa kuyajua yote, hata mafumbo na siri za Mungu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ukajua hii ni nyeusi na hii ni nyekundu, hauchengeshwi na hizi karata. La. Amina. Ndugu, ninyi hamo gizani hata ile siku iwajilie ghafla. Amina. Haumo kwenye giza. Amina. Ukajua uongo ni ukweli uliopotoshwa. Amina. Hizo zilikuwa chenga za adui. Amina. Na wewe ukapewa kiwango cha kutochanganya uongo na ukweli. Amina. Mungu akaachilia neno lote. Amina. Amina. Siri ya Bwana iko kwa wamchao. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Haushikiliwi na nyakati. Amina. Nimewapa amri, nimewapa mamlaka. Amina. Amen. Mnaweza kugeuza lolote mtakalolifunga duniani litafungwa mbinguni. Amina. Amen. Litakalofunguliwa duniani litafunguliwa mbinguni. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Kwa nini? Moyo wa nchi umeshughulikiwa. Amina. Uliobeba hatia zako, uliobeba mashitaka, uliobeba lawama, uliobeba hatia, uliobeba kumbukumbu zote, uliobeba ukoo, uliobeba kabila. Amina. Umeshughulikiwa na Bwana. Amina. Siku 3 mchana na usiku akavunja kile kiambaza kilichokutenganisha wewe na Bwana. Akasema wewe ni wangu. Amina. Mimi leo nimekujia. Amina. Jina la Bwana Yesu libarikiwe.
amani. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Anakuwazia. Amina. Kuliko vile unajiwazia. Alikujua hata kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili uitwe kwa jina lake. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Alienda Kalvari kwa ajili gani? Kushughulika. Amina. Ili urudishwe mahali ulikuwa. Alipokuumba aliona alichokifanya ni chema. Amina. Na lile kovu liliondoa hilo. Liliondoa jitihada ya Mungu. Liliondoa sifa zake. Amina. Lilijaribu kuweka dosari. Amina. Lakini Mungu hakuyachukua mambo manyonge. Amina. Aliyachukua mambo makamilifu. Amina. Kazi isiyo na dosari wala lawama wala Amina. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Amina. Hilo ndilo alilolijia. Amina. Kwamba alikuona ni mwema. Amina. Wakati Musa amemaliza utumishi wake. Amina. Ameitwa utukufuni. Shetani akajaribu kuleta jambo. Amina. Akang'ang'ana na mwili. Amen. Amina. Mwili wa Musa. Mungu aliisha shughulikia. Yesu akufa hiyo miaka 2000 wanayosema la. Amina. Lile lilikuwa ni jambo la kuonyesha katika madhihirisho, kutimiza unabii. Amina. Amen. Wakati mwanadamu ameanguka, Mungu hakukawia kuleta ukombozi. La. Amina. La, Mungu havumilii kitu alichokipenda. Amina. Amen. La. Amina. Yeye ni Mungu mwenye wivu. Amina. Amen. Hakungoja. Amina. Ukiona ndugu ama dada amekaa kwenye dhambi, Mungu atakuwa amemsahau. Amina. Amen. Mungu atakuwa amemsahau, hata vumilia. Yaani ataleta vitu, fimbo, bakora, mijeledi, hachagui mahali pa kuchapa. Amina. Huyu ni kesi ya namna gani? Amina. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mungu anapokutafuta. Amina. Na we ni mtoto wake, umekaidi. Ukajaribu kurudi nyuma. Amina. Mwana ni mpendaye, umkemea na kumrudi. Hakuna kemeo la polepole. Yaani Mungu hata kuacha ukae urelaxi kwenye maovu. Amina. Hakuna pumziko kwenye uovu. Neno lasema amina. Wabaya ni kama bahari iliyochafuka isiyoweza. Amina. Sasa kama inatulia, amina, Mungu atakuwa amelivuka neno. Amina. Amen. Na yeye alimwambia Yeremia, ninaliangalia neno nipate. Amina. Mimi ni Mungu mwenye wivu. Amen. Hivi huyu dada anayeshikwa na ndugu yuko. Amina. Alafu huyu ndugu anatulia. Amina. Ina maana huyu dada hatakiwi tena ama ndio aliachwa? Amina. Hivi atatulia. Amina. Amen. Mungu hatatulia. Amina. Hata kaa kimya. Amina. Hata nyamaza. Amin. Amina. Amen. Hatulii. Amina. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kama hakutulia,
siku Danieli ametupwa kwenye tundu la simba, hata tulia kwa ajili yako. Kama alitulia, hakutulia Shedraki na Abednego, amina, na Meshaki walipotupwa kwenye moto, amina, hata tulia kwa ajili yako. Kama hakutulia, amina, wana wa Israeli walipoteswa Misri, hata tulia kwa ajili yako. Amina. Kama hakutulia, amina, walipomtupa Yohana kwenye kisiwa cha Patmo, amina, hata tulia kwa ajili yako. Amina. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kama hakutulia Musa alipotelekezwa kwenye kisafina, amina, akashughulika, amina, kumuokoa, amina, hata tulia kwa ajili yako. Amina. Kwa hiyo mchana wa leo bado hata tulia. Amina. Hata tulia. Kama we umetulia, mwenye shida lakini yeye hajatulia, yeye ni mwenye kujali. Amina. Amen. Yaani unapofikia mahali pa kuteseka sana, eti unasema hichi ni kikombe changu Bwana. Nani alikuambia? Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya na hayo yote.